kutoka hapa Mawio Online TV. Leo tuko hapa na MC maarufu sana hapa katika jiji la Mbeya na maeneo mengine huko nchini Tanzania. Kwa jina anaitwa Edwin Luvanda, jina maarufu anafahamika kwa jina la MC Luvanda. Sasa tumetafuta leo MC Luvanda kutaka kufahamu mambo mengi sana kwake. MC Luvanda limekuwa ni jina kubwa sana, lakini kuna vitu watu hawajui kutoka kwa MC Luvanda. Sasa leo tunataka tumfahamu Luvanda ni nani? Na ameanza lini masuala ya MC? Kwa hiyo hapa studio niko naye ndugu Edwin Luvanda ambaye anza kaitambulisha, tutaka tufahamu Luvanda. Watu wengi kwa kuona huko kwenye mitandao, kwenye shughuli, tutaka tufahamu kitu kimoja. Unataka kutambulishe kwa watazamaji, wewe ni nani? Safari yako ya MC ilianza lini? Na nini kilikuvutia mpaka kuingia huko? Na unawezaje kufanya kazi zako zote mbili? Maana tunaambiwa ni mtumishi pia wa umma. Unaweza kufanya kazi mbili za utumishi wa umma na UMC. Karibu. Okay. Asante sana hiyo Online TV kwa mwaliko siku ya leo, kwa furaha na bahati kuona mniita siku ya kwanza kabisa ili tuweze kuongea mambo matatu kuhusiana na kazi yangu ya UMC, lakini pia na kazi yangu ya walimu. Mimi kazi yangu ya UMC rasmi nilianza mwaka 2004 ile mara tu baada ya kutoka chuo cha ualimu sasa Tukuyu kufika kwa Mbeya ambapo ndo nilikuwa nikisubiri ile ajira, nikaona nakutana baadhi ya MC kipindi hicho ambao walikuwa na uwezo mkubwa, yaani walikuwa kwenye piki nzuri na walikuwa na bora mkubwa sana kulinganisha na mimi. Bado nawaambia wale walikuwa na bora kwa kipindi cha sasa. Mimi naona mtu kama Mali Chani, naona Michael Minawila, naona kaka mmoja MC Kimweli, alikuwa MC mmoja kutoka mama Kozugala kwa Gereza. Kwa hiyo nilikuwa nikiangalia jinsi ambavyo wanaendesha zile shughuli, nikawa napenda naangalia, naona. Lakini kwa sababu tayari mimi nilikuwa mbali na UMC, tayari kwa nyumba kabla sija UMC, yani nyuma nikiwa shule msingi, sekondari, chuo cha walimu, nilikuwa naigiza. Nilikuwa natunga maigizo, tena kwa maigizo kweli, natunga maigizo ndani ya dakika 30 kwa kwetu kazi ya mkuu. Na viongozi na walimu chuoni pale, maana tunataka kutengeneza igizo ndani ya dakika 30. Kwa nilikuwa na uwezo wa kufanya igizo ndani ya dakika 30, nikaa bado nacheza kazi ya kama karakta nikatengeneza, lakini si muhimu ambazo zina ujumbe maalum nilikuwa nacheza mwenyewe. Kwa nilikuwa kama mwigizaji. Kwa hiyo nilipofika hapa mjini nilipoona sioni watu ambao wanaigiza, napenda kuigiza lakini sioni, na nikaona kama UMC ni sehemu ile ya entertainment ambayo unaweza kufanya jambo watu wakufurahia kuangalia, au ukabuni vitu ambavyo vitafanya kama ni wageni wafurahi zaidi kupitia wewe. Basi mbona UMC naweza kuongea mbele za watu, lakini pia na uwezo mwingine na mbinu za kiwalimu ninazo. Basi nikamwomba kaka mmoja hapa kutoka UMC Lawila Michael alinisaidia sana. Nikamwomba basi napenda nipe tu mwongozo. So kusoma mbele za watu ni kwangu ni rahisi, ila tu nipe mwongozo nifanye nini ili niwe MC mzuri. Kwa hiyo akanielekeza fanya hiki, njoo sheria yangu, hatua ya kwanza hiyo hii na hii ya pili ya tatu ya nne. Basi baada hapo nikanikuta tayari naweza kuitwa kwenye shughuli mbalimbali za watu. Hizo kumbi zilikuwa kama parisho, kulikuwa kumbi kubwa sana, kulikuwa kumbi wa sayari, kulikuwa kumbi kubwa sana. Mpaka yule anajiuliza, ilikuja kumbi mdogo wa pale na shughuli zinafika kubwa za watu hadi zinakesha hadi asubuhi. Naona watu walikuwa wadogo wanarudi kidogo. Mbona sisi ile hapo tunaona kama watu 50 watoshi. Kwa hiyo hicho ndio kitu kubwa pale, shughuli yako wewe ni mtu mkubwa. Ukifanyia kubwa UMC pale hizo wewe ni mtu mkubwa mjini hapo. Ile kubwa sayari, baadaye ile kubwa kwa Zambezi, tukaanza kubadilisha kwa damu. Kwa hiyo ndio hatua ambayo ya UMC ndio kuanzia. Lakini baada hapo tayari na walimu nilikuwa na wanafundisha na wale walikulipa tabu kwa mwalimu kwa UMC tu, mimi kazi ya UMC kwa usiku. Kwa hiyo kama ni usiku nafanya kazi yangu kuanzia saa 12 naingia hadi saa 6 usiku na nyumbani. Asubuhi na kazini kama kawaida, nafundisha watoto vizuri na andaa masomo vizuri. Kwa hiyo haikuwa na mwingine wote kati ya walimu na UMC kwa UMC usiku na kazi ya walimu mchana. Kitu gani kuvutia hasa toka ukajikuta kwenye UMC? Kitu kuvutia hasa? Kitu kuvutia ni ile tayari ndio pia nilikuwa ndani yangu. Kwa ndani yangu nilikuwa na UMC.
nilikuwa na uwezo, nilikuwa na uigizaji, nilikuwa naigiza, natunga maigizo. Kwa hiyo nilipomaliza chuo nilikuwa natamani vile nifanye mbele ya watu. Kwa hiyo nilisikia na kukusanya watu na wananitazama, ile jambo la kulifanya kama kutunga igizo, kama nilipoanza kuambia huyo mtu aonekane, kwa sababu nilikita tu kwenye UMC. Kama walimu unaona una changamoto gani kubwa zinazokabili wanafunzi wa leo? Kama walimu na wanafunzi wa leo, changamoto na wakabili ni malezi tu. Kwa dunia sasa tunaona enzi zetu tunasoma, babu zetu na bibi zetu tulikuwa tukikaa nao wanatuelekeza maadili ya makuzi, kuishi na jamii, unaona, na kipindi kile mtoto wa kwako ni mtoto wa watu, mtoto wa watu ni mtoto wa kwako. Sasa hizi bado unakuta watoto wazazi wanalea watoto mimi zaidi kwa huyo mwanangu zaidi kuliko si jamii zaidi. Kwa hiyo zamani sisi tulikuwa kupigwa na jirani, unaona, ndio mtu anakuonya sio kizuri unachofanya sio kizuri, lakini sasa hizi kimoja mtoto wa jirani, hiyo ni kesi nzito. Kwa hiyo unakuta watoto wanakosa yale malezi ya jumla kutoka kwenye jamii, anakuwa na malezi ya mtu mmoja kama ni baba au mama au baba na mama, kitu ambacho sasa hivi kimefanya kidogo kwa kigumu kwa malezi ya watoto siku hizi. Sawa sawa. Ndio uzoefu wako wa walimu unakusaidiaje unapokuwa jukwani kama MC? Walimu ndio mwalimu ndio mseme ndio na ni mama ndio yani ndio waliobeba saikolojia kubwa ya kijamii ni walimu. Mwalimu sahihi. Wanachana makuzi ya watoto, unaona, watu wazima. Kwa hiyo mwalimu inakusaidia kitu gani kisaikolojia ukabiliana na watu katika ukumbini, naona uongee kitu gani, wakati gani na nani, unaona, utumie lugha gani, wakati gani na kwa nani. Kwa hiyo walimu wamenisaidia sana, na leo hadi kesho kwa mwalimu ndio kunifanya mimi niendelee kubuni matukio ambayo nayafanya kama hizi events, kuendesha shughuli mbalimbali zile za kitifaki, zile za kijamii, hata ile ya misiba, ile harusi, lakini ndani yake kuna walimu mkubwa ambao unanifanya nifanye kwa bora zaidi. Na bado leo kaangalia MC ambaye ni mwalimu anakuwa ni bora zaidi kwa MC ambaye sio mwalimu. Ndio unaona MC wengi ambao wanapitia kwenye walimu wanakuwa koka, wanakuwa na uwezo mkubwa zaidi kwa MC wazuri, kwa sababu wanakuwa wana uwezo kujihandle kwenye jamii, wanaielewa jamii, kitu gani wakifanya na jamii. Naona kwa hiyo inanisaidia sana siku zote. Sawa sawa. Umetueleza safari yako ya UMC toka mwaka 2004 mpaka leo. Ni tukio gani ambalo huwezi kulisahau katika kazi yako ya UMC toka mwaka 2004 ambayo umefanya hii tukio siwezi kusahau katika kari yangu ya UMC? Tukio ambalo siwezi kusahau ambalo lilikuwa 2007 mwishoni. Hiyo nilipata kazi pale Magereza kwa jiji Heshima Mbalizi. Walinipa hela zao, siku ya tukio ikafika, lakini kipindi kile hata usafiri kwa sina. Sasa mimi nilikuwa nimetoka na gari kuondoka saa 12 ili niwahi kufika kumbini asubuhi au jioni. Tulikuwa ni sio mbali. Tukio kwa saa ngapi? Iko saa ngapi? Kwa sababu ya nusu shughuli naanza ndio kumbea mbili hapa, nikatoka saa 12. Kutoka hapa kufika pale, kufika milima ya Iwangi. Na gari kwa inapiga kwenye mbele. Na sina ujanja mwingine wote kuna kufika wapi? Kufika mbali. Ndio basi kwa sana English. Na kipindi hicho barabara zilikuwa hamna. Kwa barabara nyingine karibuni. Na kwa dada au nini? Kwa dada. Kuna dada. Na kipindi hicho simu hatuna. Na simu kwa sina. Na baada simu kuna bado na hadi sana. Nikachelewa sana. Fika pale. Fika eneo la Mbalizi. Anza safari kuelekea wapi? Kule. Kule mbili na kutoa wanajeshi wakasirika sana. Ndio kusema wewe tunakulipa hela alafu wewe unakuja saa hizi, lakini kuambia sababu mimi nimechelewesha kabla hawataelewa. Wakasema sasa hii shughuli yetu utaimaliza, lakini tutakupa nchi ya sabuni utarudia mpaka mwisho. Wewe tuongea kwake, ingela kwa hiyo wanajeshi ndio anaongea kwake. Kila kuna maisha anaongea kwake. Sitakuelewa. Lakini shukuru mziki ukishafungwa mapema, basi mimi kwa DJ kule mbele tufanye shughuli kurudi mlangoni kwa naogopa kwa sababu naona kama hasira wewe wana hasira. Nikamwambia sasa DJ tufanye nini tukio, maana washaniambia nitaongea mtu sababu mpaka uishi baada ya shughuli kuisha, tufanye kitu lake.
sahau yote, tunachezesha muziki, wacheze muziki sana, wacheze sana, tufurahishe sana, kwa sana tukaanza kuingiza maharusi, tukaingiza maharusi, tukaanza tukaanza wapenzi, wakaja wasimamizi, wakaingia vizuri kabisa, shughuli kama nzuri, tunachangamka sana, cheza sana muziki siku hiyo. Baadaye tunakusamehe makosa yetu, makosa yako tunakusamehe, hebu njoo na kunywa bia za asili. Kuna gani sana mimi nipe tofauti kanipafata wakafurahi mimi unakaa wapi sasa unakaa majengo Mbeya tunakupa usafiri wa kurudi tunakurudisha kwa hiyo ni kitu ambacho ni sasa kusema kwa biashara sababu inaonyesha shughuli na pressure na ni wanajeshi watu ambao wanaogopa fanya na watu wanaogopa mimi tunatetemeka lakini kitu mimi nilifundisha kitu kwamba tangia hapa kama ilikuwa shughuli saa 12 ni sasa na nusu kisha nikukumbini yani ndio mazingira kwa ambayo ni salama. Kwa hiyo hiyo sio kwa sababu ya biashara. Ndio tukio ambalo nalikumbuka sana na sisi sawa. Ni changamoto zipi ambazo MC ukutana nazo nyuma ya pazia ambazo watu wengi hawajui? Ni nyingi sana. Nyuma ya pazia ndio hivyo unaweza ukawa changamoto umejiandaa katika tukio leo unakutana sema ambao ulikuwa kama una muziki wako binafsi, muziki ambao unataka uboku siku ya tukio umekosekana, unaona ingine ambayo inatokea, nyingine wakakutana na changamoto nyingine kama siku ya tukio unakutana shule imeahirishwa au kuna matatizo mengine ya kifamilia, ile shule imejika, haipo tena na maarufu na mshindana kanisani huko ndio imejika. Kwa hiyo hizo ni vitu huwa zinatukuta kama MC. Unaandaa vipi unajiandaa vipi kabla hujaenda kwenye eneo la tukio sasa? Bado mtu amekualika unaenda kwa session yake. Maandalizi yanakuaje na anachukua muda gani? Inafuatana na hatua za kwanza, lazima wajue maharusi, majina yao, makabila yao, ujue historia yao kama ni swala zima la elimu, kusaidia elimu, unaweza kujua kabisa hata makundi ya wanayo, marafiki walikuwa nao, yake na kwa sababu kutoka watu huko na vitu na visa alichokisomea kwa hiyo ndio jina lake kamili, badala yao kamili, ndio alikotokea vizuri, hivyo ndio inalipanga pia ujue jimbo zao wanazotaka. Mapema kabisa maandalizi hayo, mapema kwa sababu ndio gani ambazo wao wanacheza, lakini pia ndio nao ujue na kuna jokes gani ambao wanazipenda. Unaona, kwa unachouliza moja kwa moja unapenda jokes gani katika mazungumzo yenu yale maandalizi kuelekea tukio, ndio tunasema kuna jokes hizi, wanaanza kwa jokes hizi hapo ili wapate kumbini muda na apate surprise lakini mwisho apate muda. Lakini pia kutokana mambo yazidi kwenda, vijana wengi sasa walikuwa wakivutiwa sana na shughuli mambo kwa MC. Wewe unawaambia nini sasa au ni ujumbe gani kwa hawa vijana ambao wanatamani kuwa MC au wanataka kuwa MC na ni wengi zaidi katika miaka kama miaka mitano miaka 10 miaka 10 sasa mpaka 2018 hadi miaka 2026 vijana wengi wameingia kwenye MC wengi sana na MC ni rahisi sana kwa MC ndio leo wanahitaji shule sana kwa sababu watu wanaona wanaingia kwenye jamii wanaingia kwenye Google na wanauliza watu gani wanafuata ili mtu kwa MC na sio kwa MC tu yani kwa kuongea mbele ya like unaona kitu kikubwa ni kwamba waende kuangalia watu ambao wanatangulia walifanya kitu gani kizuri unaona kile cha kukiongezea kwa bora zaidi na kusoma sana bado MC ndio kwa huwa na shule hilo unaona shule sio kipaji tu kinatosha hapana pia unaelewa vitu kwa hiyo kusoma sio bado darasani uwe mjanja kuingia wenzetu wa Kiingereza kwa nini Faransa Nairobi kwa ubunifu wa vitu vingi ubunifu ambao unatafuta wewe na ubunifu ambao una bidii yako kusoma inakusaidia wewe kwa mpya kila siku na lakini pia kuepuka vile vitu vya copy ili uwe na thamani yako kubwa basi kisha unakuwa wewe unakuwa wewe unataka unique yako ile unique yako ndio kutambulisha lakini sio kile kwa huyu ni MC lakini MC kama mtu fulani hiyo ndio inakuwa kweli sana na kuchona kwa MC wengi wanataka wachukue wanataka au kama MC fulani au kama MC fulani au kama MC fulani wanataka kupinda kuvaa na copy kuongea na copy kila kitu hata ukianza kuangalia sasa huyu fulani sema hapana sio fulani mtu fulani kwa hiyo
ndio kitu ambacho kinaweza kupoteza ile maana halisi ya muziki. Unakuta wengi wanashika kuja na ubunifu wao, wanakuja na kopi, lakini mjeni kwa wao kubuni vitu vyao binafsi na kujiongeza katika ubunifu wao, utanyoka sana. Sasa Mbeya, mkoa wa Mbeya na MC wengi sana, na Tanzania kuna MC wengi sana. Nataka uniambie katika mkoa wa Mbeya, wewe unafanya kazi ya MC. Kuna mtu anakutamani wewe kama MC Luvanda. Lakini wewe unatamani, kuna mtu ambaye anasema mtu fulani ananivutia sana, anajisi anafanya shughuli zake za MC katika mkoa wa Mbeya. Lakini pia kwa Tanzania unaweza kaniambia ni MC gani ambao umekuwa kivutio hasa kwako unapotoa anaendesha shughuli zake? Kwa Mbeya wako ambao yani wanapenda nataka kama na shughuli yako tamani wawe MC na MC Mtambaga, kijana Mtambaga hapa mjini, MC mzuri sana na MC Ngogo sana Ngogo unapata MC mzuri sana, mkubali sana na mpekee wake, na mimi napenda kuna upekee wao na MC Melania dada askari polisi ni mtu mzuri sana pekee ambao kufanya kazi, yani unaona kama anavutiwa na wewe na pekee wao, naona na ya nakubali sana hapa Mbeya. Kwa Tanzania nzima, kwa Tanzania na kubali Luvanda tu nafikia hapo kweli, nakubali sana kijarabi sawa kabisa. Wote afikidha sawa, mimi nawapenda pia wana upekee wao. Ukiangalia Luvanda hata ukiangalia clip zake utaona ana vitu vyake binafsi. Ukimwangalia Garabii unamwona kusanya vitu vyake binafsi. Kwa sasa vijana wanakuja wanataka wafanane nao, kitu ambacho kinapoteza ile muona yule nani yule upekee. Pekee mwenyewe ndio asili yake ndio inaenda kwa unique, kwa hiyo tunakubali ule unique wake. Lakini pia Chain sana msichome sababu unaona na pia zao na wana upekee wao ambao ukifuata unaona kabisa huyu anatufuata na huyu ana upekee wake. Kwa hiyo ule upekee wao ndio unafanya ni wakubali sana. Na kwa mtu mmoja nani MC ile kwa rafiki yako sana, event zako mimi huona mwalika sana MC Pilipili. Ya nimeshinda kumtaja hapo. Lakini kwa namna gani sasa baada ya kupitia MC ule ulipona nini, namna gani kuhusu sana ile shughuli zako nyingi kwa nini lazima uwepo Pilipili, yani katika wale ambao nimetaja hapo ni best msanii wa habari kutoka upekee wao. Kwa kimchukua MC Pilipili kiweka unaona ile Pilipili yana upekee wake unaona yeye unaona kabisa hajachukua kitu cha copy kitu cha mtu, hata post yake na post Instagram unaona kabisa hii post yake ina upekee na mtu mwingine, unaona. Kwa hiyo alikuwa na kitu cha upekee, bwana kumchukua alikuwa hata post yake Instagram utaona tu haifanani na mtu mwingine, unaona kitu cha kijamii mwingine ni mwasisi sasa tunaona kuja kwa mitandao sana, lakini unagundua pia ana vitu vyake vya upekee. Ndio tena ukiangalia kwa tao wengine ambao wanakuja sasa watamani wawe kama fulani ndio wanakuja ule upekee. Kwa hiyo hata kwa wewe unapoongea, wewe unapoonyesha shughuli zao, unapoziposti, una upekee wao. Sasa ule upekee wao ndio unaopenda sasa. Unaona ambao tukiangalia kama mimi ndio upekee wao, kwa sababu kuchukua wao na kuzanga kwa kopi za kwao. Kwa hiyo hii lakini Pilipili ni moja ya watu wa kusahau. Alikuwa ni mfungwa mzuri, ana sisi tuko wenzake, ukimuita anakuja, mimi vitu zangu karibu zote anakuja. Na hivi kwa hiyo iko mbele na kuja kitende, wanakumbuka na wana post sana kwa alikuwa akizungumzia mtoto yangu kama ya kwake. Unaona? Kwa hiyo unakuta na ndio hawa ambao wanapekee na ndio kwake kwa ndio ni lengo kubwa sana. Sababu nilipata idea lazima nimshirikishe, lakini kuna kila kuna hiki kuna jambo la badi usikosekane, usiogope, endelea kusonga mbele. Unaona? Sawa. Tukiachana na uamuzi wako binafsi, lakini unazungumziaje ukuaji wa sekta ya burudani na matukio katika mkoa wa Mbeya? Wewe mmoja wa mwandaaji wa nafikiri pia katika historia ya event Mbeya, event ya Mbeya hapa ambayo zilikuwa ziana tunasema sisi nakumbuka ile ya kwanza ilikuwa 2017 usiku wa maharusi. Usiku wa maharusi ile ilikuwa event ya kwanza kwa watu walivaa mashera huko, kama nakumbuka zaidi ya 200 walivaa mashera. Ilikuwa mwanzo wa event Mbeya na nakumbuka ilikuwa kazi sababu hata bado kikika pale kufanya interview, walikuwa watu wanakimbia wanaogopa, unaona kupiga picha pamoja na
kaka wadada wanakimbia. Naona hiyo ni kazi kubwa sana. Sisi na mbele unakuta katika hii kama symbols pale unakuta wazee, kwa walimu, sio watumishi, sio waheshimiwa kama nakumbuka. Ndio dhahabu. Mambo mengi kama mengine hivi sasa tunakusomea. Watu wanazoea yaani hawachoki. Hawachoki, wanaanza kusema ndani, wanasema pia biashara, ndio kutangaza fursa zao. Kwa hiyo kipindi hiki sasa watu wenyewe wanaanza kuelewa. Unaona? Nashukuru hata wanawake wanakuja kwa juu zaidi na bora. Katika event, wanaume wanaruhusu wake zao na event. Kwa hiyo entertainment sasa ya Mbeya imezidi kukua. Sababu tulikuwa tunatangulia na mikoa mingine kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza. Lakini kwa sasa Mbeya sasa inapanda. Kwa hiyo hata ukiangalia event ya muziki Mbeya ina ubunifu mkubwa zaidi hata zile event za muziki wa Dar es Salaam. Tuna event nyingi za tofauti na pekee sana. Tunafanya tunaweka Mbeya. Tunakuwa tutapoti kutoka kwa tajiri wetu. Kwa wale na sponsor wa fulani kwa hiyo kwa mambo hiyo kwa pamoja. Hiyo hapo tunapata changamoto. Lakini hata matajiri walizua hizi fursa za event. Walikuwa wanasikia nguvu sana kuonyesha tunatangaza mji wetu, tunatangaza hoteli zetu, tunatangaza utalii wetu, tunatangaza tamaduni zetu za mkoa wa Mbeya. Mimi nilikuwa kwa swali nilikuwa nataka kuuliza hilo kwamba ni fursa gani ambazo watu hawazioni kwenye masuala ya burudani ndio nimezungumzia. Lakini unatamani serikali wafanye nini kukuza vipaji vya vijana? Kama hivi serikali yetu kwenda pamoja na kuanzia mashuleni kufanya hivyo kwa mchezo mbalimbali na hizo baada tu kipindi cha mchezo wanaona mchezo ya sekondari ya shule ya msingi ianze mapema na kuzionyesha kama na mchezo wa Jumamosi fulani shule zikutanike zifanye maonyesho fulani. Unaona kuna watu wana vipaji vikubwa sana mashuleni. Kuna watu wanajua kuimba, kuna watu wanajua kuchora, kuna watu wanajua kutunga vitu. Unaona wao mashuleni, lakini sasa wanaanza kuonekana kipindi kifupi labda cha mchezo ule mtashuta. Unaona pia na watu wamesema kwa sasa hiyo kitu ina watu wanashindwa, lakini ingekuwa inatokea kila mwezi kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kuna vitu kama hivyo kama debate zinafanyika kwa shule. Sasa hata hivi sasa hiyo mchezo inafanyika kwa vipaji vingi sana shule sana, ila pia hamna tunaweza kuunda vipaji vya watu akamsha miaka 35 kwa hiyo bado vipaji kitu sana lakini kimepotea kwa mazingira. Alishinda kukutana na watu makini ambao walikuwa sehemu ya kufikisha hatima zao. Unaona, kwa hiyo kianza hivi tutakwenda sana. Kwa kweli hongera sana na safari yako, tumezungumza mengi na hapa na pale na changamoto kadha kadha. Najua maarufu una shida sana. Nadhani mkutana hizo kadha kadha. Baada ya tuhuma MC Ruvanda bana mkula za watu kwa vile kwa hapa sema Ruvanda mkula la watoto gani wale ilishatokea ndio. Lakini watu ndio kwa mtu maarufu shida nyingi sana. Kwa nyingi kesi ukashikilia makubwa kubwa nikiwa ujue kitu gani cha kujibu, kitu cha kujibu na wanapenda na ukweli pia na ukweli sio mtu mmoja kwa wewe ndio hivyo ndio kujitetea sana na unapokuwa maarufu sio kujitetea sana. Jamii inakutetea. Jamii yenyewe inakutetea kuna mambo yanayofanya ya kusawiri kweli si kweli. Unaona kwa tuna watu wenzetu wanataka sisi kwa kila kile, lakini ukiwa mtu cool afuata watu waseme usiseme wewe wakakusikiliza kwa sababu mambo yako yanafanya kwenye jamii inakujilia. Jamii inakujilia na kwa maarufu usio mtu kutetea jamii hiyo inakujilia. Zikidai kasha kama hizo ukiachana hizo yani kasha kama hizo zikipata Ruvanda huwa una handle vipi? Ndio unakuwa kwanza unaangalia ukweli huko. Inaona kama sio ukweli unaangalia na kujibu. Unaona unaacha watu wanakufahamu maarufu huko uwanjani kama mpira kama tunakuona. Unaona na tabia zikiwa mbaya kwa jamii naye kama mpira kama tunakuona. Kwa hiyo tabia shule wako mbaya zinatoka jamii unasikia mwenyewe kutetea kama ni kweli za sauti watajua kama ni kweli, kama si kweli hakika hata kwa hiyo wakasema yakapita. Unaona ndio tusio kujibu tusio kutetea
Mbona mjitetea na kwenda kubaya zaidi? Sio kweli, sio nini, hapana. Majibu yanapatikana. Kwa hiyo nilikuwa mpole, mtulivu, mnyenyekevu, kutokuwa mjuaji. Yote nilikuwa napita sana. Maneno gani hasa kunyongesha kurudisha nyuma kuzushia ushindani mengi sana? Nimeshakuja kufiwa mke wangu. Niliongea maneno mengi sana, iliniumiza sana. Na niko na kuendelea kutumia kufahamu wako Dar es Salaam, wako Mwanza, wako Arusha. Yule tajiri sana yule. Nasikia ni tajiri sana. Sasa tunaendelea kama si tajiri. No. Sasa huyo usione pitia hivi na hivi. Sasa hiyo manyema mifahamu hivi ni kweli. Lakini kikubwa ile kutokea taarifa kama hizo nakudia, kikubwa tu na tungo ambazo za kushangaa. Kweli wanasema hivyo. Na mimi nisikia tu. Ulisema nini wewe? Mimi kwa hiyo usiendelee anaenda taarifa hizo unasikia tumia tu tungo za kushangaa na kujenga. Kusaidia kuvuka. Wanasema hivi, na wewe unasema nini? Mimi nasema hivi. Na wewe hivyo. Lakini unafikiri ni kweli? I said, tunakuwa hivyo, tunavuka, lakini tunaumiza, tunakudidimiza, tunakuondolea uwepo, lakini tutasiku tunamachia kwamba Mungu anabeba yote, anaruhusu ndio watu wake mwenyewe Mungu, na anazungumza na watu wake wao, kwa Mungu wao yapite hivi, lakini kikubwa yote tunazungumzia siku. Tunamwamini Mungu, tunajitetei kwa watu, tunaacha pite na inapita salama. Asante sana MC Ruvanda. Kwa kumalizia hapa, nataka uambie watu sasa, watazamaji wetu wa Mawio. Sasa Ruvanda, umeandaa tukio gani hasa hizi za karibuni? Maana tumejaa matukio kila siku. Sasa una jambo gani? Mimi matukio nayo mengi. Tukio linalokuja sasa ni kubwa sana, ambalo ni kwa jina la siku ya vazi la kitenge nyanda za juu kusini. Hii tukio litafanyika tarehe 18 hapa Mbeya. Kwa hiyo tutakuwa yote kusini. Tumechagua mkoa mmoja ambao ni mkoa wa Mbeya kufanya hiyo siku, ambayo watu watavaa vazi la kitenge. Kitenge maalum kimeshaandaliwa kwa pale Mwanjiro na vitu vile vya kitenge bed, ndio kwa kitenge kimezinduliwa tayari, na kila mmoja na hapo, kila baba wa kila mama, na tunaomba mafundi wachukue ile kitenge wauzie wateja wao siku hiyo. Kwa kila fundi atakuwa na meza kuona jinsi ambavyo anawashonea watu wake. Kwa siku ya maonyesho mafundi na ndio kundi pekee ambalo nimesahau. Nishaanza kundi mbalimbali kama mchoro ya kifedha, kisha kundi wa walimu, makundi ya siasa, waheshimiwa wale, wazee kasha kuchukua kaweka pale, watu ambao wanaona kuolewa, kama masimbo pamoja pale, wakutana kupatana kwa wana. Ndio kwa watumishi wa dini, watumishi, yani ni kusema kundi yote nataka nini kufanya. Kwa kundi ambalo limebakia ni kundi moja tu la wafundi wa kitenge, mafundi nguo, na hao wa kitenge. Kwa hiyo wale waacha fursa watakaza biashara zao. Waonyeshe ubunifu wao nao. Lakini tukaze na watu wote tunao wa Afrika, wa Tanzania, kuanzia Mbeya. Na hiyo tukio linaendelea kila mwaka. Ambapo tunao siku hiyo ya tarehe 18. Ndio tarehe tunamsia bwana wakubali, nimeshawaalika na wakubali kwamba msia moja hapo ni msia Arabia, atakomsia tukio hilo. Lakini kwa wageni wako wazunguka meza, wakina MC Van Anton, MC Choo, unaona? Kwa hiyo na wengine wanaendelea kuja kwa sababu sisi tunakuja Mbeya. Kwa hiyo Mbeya tunatangaza Mbeya yetu. Kiutamaduni. Tunatangaza Mbeya yetu kiuchumi. Tunataka kuja hapa watu kalamu hotelini. Baadaye tutapandisha watu, unaona? Vyakula vitauzwa, saluni zitauza siku hiyo, unaona? Mafundi watapata fedha. Yaani kila mtu kwa fedha mpambania hivi, kuuza chakula, wewe mtu kwa fedha kwa mjini kuanzia hiyo wiki nzima, utakuwa mzunguko mzuri. Lakini kitani kutia tukio kama asante sana. Asante sana mtazamaji wa Mawio Online TV. Leo tulikuwa kama nilivyoonyesha hapo awali, tulikuwa na MC Ruvanda ambaye watu kwa kifahamu, nadhani umempata kufahamu kwa vitu vingi sana kwa safari yake ya MC na changamoto zilizopitia, kwa sababu usimwone mtu yuko hapa kupata changamoto kadha ambazo wewe huzijui. Sasa leo najua umejifunza vitu vingi kwa Ruvanda, na wewe kijana unataka kuwa MC, kula madini ambayo MC Ruvanda amekupa leo. Mpaka sasa hivi sina la ziada, mpaka tutakapokutana wakati mwingine. Asanteni sana. Usisahau subscribe na comment kwenye channel yetu ya Mawio Online TV. Asante.